Wako watu wanasikiliza watu kwa sababu ya heshima, wanakosa miujiza yao kwa sababu ya heshima. Mjomba wake anamfuata, anajua kabisa ndani yake, anajua Mungu husema na roho zetu, Mungu anasema na roho zetu. Kuna mtu ni mgonjwa, kuna mtu maisha yake yameharibika, kila anachofanya akisimami, lakini ndani yake anasikiliza mahubiri haya, akinisikia sauti anasema na mimi ndani yangu nasikia naitwa, nasikia kuitwa, nasikia nenda kwenye maombi, nasikia nenda kwenye kanisa hilo, nasikia nenda ukaombewe. Lakini pembeni yake kuna mjomba ni mchawi, kuna shangazi ni mwanga, kuna mtu apendi usikie maneno ya Mungu, anakuambia mwanangu kaa hapa, anakuambia rafiki yangu ngoja nikwambie. Unajua badala ya kwenda kanisani utapoteza muda. Kuna mtaalamu Bunda, kuna mtaalamu Sumbawanga, kuna mtaalamu Hindi. Niko tayari kutoa hela yangu nikupeleke kule kuliko kupeleka kanisani. Nisikilize nikwambie mpendwa, unawaza ni kwa nini? Mbona hatoi hela kukununulia nyama, kukununulia ugali, kukununulia samaki, lakini yuko tayari atoe pesa ukaende kwa mganga wa kienyeji? Kama unanielewa sema amen. Hapa ndipo ujue kwamba roho ya mwanadamu inapambaniwa, inayo thamani. Maandiko yanasema wakati Musa amekufa hakuwahi kuwa ametenda dhambi, lakini dhambi ya Musa ilikuwa ni moja. Alikuwa amekasirika siku moja tu, dakika kama 2 tu. Asira dakika 2 shetani aliitumia kumtaka kumnyang'anya haki ya kuingia mbinguni. Wakati Musa amekufa na shetani wakaja wakawaambia wale malaika waliotumwa kuichukua roho ya Musa, wakasema Musa huyu ni mali yetu. Malaika wakasema hapana, Musa ni mali ya Bwana. Wakasema sio mali ya Bwana kwa sababu amekasirika. Nisikize nikwambie mpendwa, ni wewe peke yako unaona jambo la hasira ni dogo, ni wewe peke yako unaona makosa madogo madogo hayana madhara kwenye maisha ya imani. Lakini nataka nikwambie makosa madogo madogo, hasira, wivu, chuki, fitina, faraka, kisirani ni dhambi ambazo zinaweza zikakunyima haki ya kumwona Mungu. Ni dhambi ambazo siku utakufa na shetani watakuja pale, watamwambia malaika usimchukue huyu. Alikasirika siku ya mkutano, wakati mchungaji anahubiri, alikuwa na kisirani, alikuwa hawezi kusema amina, alikuwa na jambo limevimba ndani ya moyo, huyu asiende mbinguni. Lakini watu wanajua kwa kuwa ulikuwa mtu wa Mungu, kwa kuwa ulikuwa unasali, ulikuwa unatoa sadaka, wanasema kwa kuwa huyu hatujawahi kumuona hata siku moja akosa ibada, amekufa amekwenda mbinguni. Musa alikufa, aliongoza watu wakavuka bahari ya Shamu, wakavuka mto Jordan, wakavuka jangwa, lakini alipokasirika dakika 2 mashetani walikuwa na neno juu yake, wakasema huyu ingoja amevusha watu bahari ya Shamu, ingoja amewatoa utumwani, ingoja amezuia na nyoka wa moto, ingoja amewaokoa, amewaletea chakula jangwani, astahili kumwona Mungu. Kama unanielewa sema amen. Haleluya, haleluya. Nataka mtu mmoja aseme Bwana nipe neema tena. Mwambie Mungu nipe neema, mwambie Mungu nipe neema. Nisikilize mpendwa, huu ni wakati wa kujitafakari, huu ni wakati wa kujua cheo maisha nayoishi, matendo nayotenda, maneno nayoongea, siku nikifa. Kwa maana dunia hii tunapita, hakuna mwenyeji wa dunia hii, mwenyeji wetu ni mbinguni. Ndio maana baba zetu hawapo, babu zetu hawapo, bibi zetu hawapo, wapendo wetu walipita, familia zetu zimepita, hata sisi tutakwenda, mwenyeji wetu ni mbinguni.